Sema kuna vitu nitakiwa tu tuachiage wazungu jamani. Kuna kitu kinaitwa long distance relationship. Yaani wewe unasoma UDSM sijui sweet IA. Waleti na mtu anasoma Mwanza. Sauti. Mnakommunicate every day, ni unaamini kwamba ulikizo huyu atakuja. Mimi sijai kuamini kwenye kitu. Hiyo dangerous. Sijai kuamini kabisa. Don't do that. Yaani eti una date na PC iko mbali. Sio tu chuo. Hata kwenye mazingira ya kawaida, unless otherwise muwe tayari mshakuwa kwenye mapenzi. Afika happen mkaseparate, mmoja kaenda mbali hivyo at least. Lakini hamjawahi kuwa hata kwenye ukaribu, alafu una imani kwamba bwana PC kuna siku tutakutana. Kuna siku labda Sauti utakuja tutakutana. Hiyo ni mbaya kwa sababu kwanza tena kwa mazingira ya chuo Manzi anakuwa yuko surrounded na wana wengi ambao wanamtamani. Yaani ni kama vile uende ukaiweke nyama mbichi sehemu ambayo unajua kuna mafisi wale pale, afu nasema mimi ngoja niende nikachukue maji, nitarudi nitaikuta. Hutoikuta kwa sababu mafisi yako pale anasubiria ile nyama waichukue. Same applies to a woman. Pisi yako iko Mipango pale Dodoma, wewe uko zako UDSM, uko zako TIA, unasema hii pisi yangu bwana iko loyo, itanisubiria mpaka mwaka wa 3 tuendeleze mahusiano, au tutakuwa tunakutana mara moja kwa term au kwa semester. Ni ngumu sana ku maintain mahusiano mbali, tena especially katika kipindi hichi cha teknolojia kama hivi. It's very hard. So to mimi sipende mahusiano mbali. Sio tu chuo, hata itokeni na Manzi afu yeye yuko mbali, ni rahisi ku break up kwa sababu raha mapenzi inabidi muwe mnaonana. Kama muonani, it's more than dangerous. Hivi mimi sije kusikiaga stories za yani ile date ambayo wewe una pesa alafu mahusiano yenu yako fresh sana. Nasikiaga watu wanakuwa na enjoy sana. Mwana hana pesa nini lakini Manzi kamkubali hivyo. Hivi kwenye 100% hapo tunaweza tukapata hata 5%. Umezungumza Manzi amemkubali. Wewe una pesa na nini? Sasa kwa upande mwingine hapo inawezekana Manzi kakubali, lakini tunarudi pale cheating is inevitable. Yeah. Lakini sasa kuna urahisi au uafadhali Manzi akikukubali yeye kwanza. Yaani ukitaka kudate Manzi ambaye imekuzidi kitu, hata financial, au Manzi imekuzidi akili, imekuzidi umri, imekuzidi darasa, ikukubali yenyewe bro. Yaani isiyo wewe tena ndio umestruggle kumtongoza, utachapika nyingi sana. Lakini kama Manzi yeye ameanza kukuelewa, ameanza kushow interest kwako, ni rahisi wewe kuenjoy. Though kuna kipimo cha mwanamke kukuvumilia. Hauna hela lakini kuna kipimo. Atakuvumilia lakini kuna level ikifika hawezi kutolerate, kwa sababu mwanamke anahitaji matunzo, anahitaji kutunzwa, anahitaji ni pambo lile. Bro, huwezi kuwa na TV kama hii uifuti vumbi mzee wangu. Yaani imekaa tu ina vumbi kila siku. Yenyewe pia itakuchoka, itaharibika. Same applies to a woman. Ni kama TV tu. Usipoifuta vumbi kuna siku utakuja utakuta ina crack. Vumbi linasababisha crack, ndio hivyo. Huyu Manzi yangu kweli ameni snitch, ndio huyo. Sasa kuna mwana ametokea anamhudumia. Alafu unaweza kukuta jamaa hata mhudumii vikubwa. Basi tu anampeleka KFC pale anakula zile attention. Attention. Anampeleka sehemu ambayo hajawahi kwenda. Alafu tunaibiwaga kifala sana sisi wana. Alafu sometimes it's not a matter of money, it's a matter of perception. Unajua sisi kuna muda sisi wanaume tunaonaga pale ni expensive pale, siwezi kumpeleka mtu, sina I cannot afford. Lakini kuna mwana ashafanya research anajua pale 25,000 pale natumia tu. Huyo Manzi yako ambaye hujawahi kumpeleka pale na yeye hajawahi kwenda, akimchukua siku moja akimpeleka pale, bro, it's over, kwa sababu tayari amemwonyesha new experience ambayo hujawahi kumpa. Kitu gani kingine? Una uwezo wa kumpa hata shilingi 3,000 PC yako aende akasuke, lakini hujawahi kumpa, na anajua kama unaweza kumpa shilingi 3,000 ya kwenda kusuka. Wewe unasema mimi sikanipenda tu bana, sina hela atanivumilia. Ikitokea mwana ambaye amempa shilingi 15,000 16,000 ya kwenda kusuka, the game is over. Kwa hiyo kuna level ya kuvumilia. Wapo mahusiano ambayo yanaenda hawana hela lakini yanaenda, ni kwa sababu mwanamke amechagua kuvumilia kwa level fulani. So ikizidi ile level, it's over. So hata kama una hela, pambana na mzee wangu. Mwanamke anaweza kumvumilia mwana ambaye hana hela lakini anaona kuna progress. Yaani anaona hapa baada ya miaka 10 sisi ni mabilionea. Lakini mzee wangu umekaa sema asikanipenda mwenyewe. Analipa kodi yeye. Sema wanawake kukuvumilia au ndo hawapo. Wapo. Mwanamke anataka akija akute hivi. Wapo. Yaani akute hivi. Sasa ni wachache kwenye 100% anakuta hata 5 wafiki. Wapo, lakini sasa ndo wachache kwa sababu
Na hao pia wachache wenyewe pia wanaona progress, ndio maana wanaendelea kuvumilia. Lakini kama hawaoni progress yako, unakuta hata asilimia za uvumilivu ni 0.0009 au 001, kwa sababu mwanamke hajaongoa shida. Yaani tu ni mazingira yetu tu ya kibongo na kidunia. Sasa hivi unakuta mwanamke ana struggle, mara kaenda mwanamke MC, mara lakini hajaambiwa hivyo vitu. Sisi ndio tumeambiwa tutafute hela, na ndio maana hata maandiko yanasema tutatafuta kwa jasho, watazaa kwa uchungu. Sasa tunavyoelekea tunafanya vice versa. Sasa hastahili kuumia hivyo, ila mazingira yanasababisha hivyo. Kwa sasa if you are not taking care of a woman, ni asilimia 0.001 kwa kuvumilia. Nasema mademo wa riziki, mademo wa riziki. Kwa sababu kama ulivyosema pale, unaweza wewe ukafanya research yako pale, mimi haizidi 25,000 nampeleka mtoto na tunarudi. Kuna mwanangu mmoja sasa alifanya research hivyo alifanya hivyo, alikuta mtu ka post akasema huyu mwanzi nimemuelewa, utamueleza katumwa namba, demo na respond vizuri nini, tukutane, demo kakubali. Umeona sasa jamaa akayendo akasuggest sehemu kwa akajua kabisa hapa kwa mfuko wangu demo afanyeje, atoboe. Demo anamuita waiter, anaagiza kinywaji cha shilingi 25,000. Pesa ile mkukomoa. Kama kukomoa. Jamaa unajua akamwambia je waiter pale. Wewe sikiliza, mimi nachukua maji tu. Piga story pale. Demo kanywa sijui kama mirija mara 3 hivi. Anamuita waiter. Naomba menu. Menu yeye ndo alipe au anaomba menu angalie msosi. Angalie kitu. Anaomba menu angalie msosi. Sema uzuri sasa muona kama alijiongeza, alikuwa kama na 200,000 fulani, alikuwa fresh siku, lakini mahesabu hayakuwa hivyo. Sasa unakuta manzi hapa ameona hapa ndo pa kuponea. So unaona manzi labda mwana amefanya research, ameona huyu manzi huyu na mudu 50,000 tu haizidi. Sasa manzi mwenyewe kaona sasa hapa leo ndo pa kuponea. At least leo ndo nitapona leo. Kwa kukutana na manzi ambaye naye sasa alikuwa anasubiria kwa muda mrefu. Imefika hiyo time ameanza kulipua. Sasa huyu ndo nitaenda kumlipua vizuri. So it's happen. Wanasemaga date piece ambayo unaimudu. Yaani is either unaimudu financially au kuna namna unaimudu tu yenyewe imekukubali kiasi kwamba unaweza kumwambia chochote. Date mtu ambaye unamudu. Usiseme women are very expensive au wanataka wanajiendekeza na nini. Ukiona hivyo ina maana wewe huwezi kumudu yule manzi. Is either financially huwezi kumudu, huwezi kumudu hata physically. Lakini ukikutana na manzi ambaye unaweza kumudu, mbona maisha yanaenda tu. Hakikisha tu unamudu sehemu moja. Achomoi, kama ni show hakikisha ni show zako hazipati sehemu yoyote. Piga show, pigilia, kama ni msumari gongelea kweli. Kama ni kwenye pesa, make sure una provide to the maximum. Kama ni kwenye kulia wewe kama Sherikani, make sure unalia to the maximum. Yaani lia, lalamika, kwa sababu lazima uwe tuna kitu fulani ambacho hauwezi kupata somewhere else. Sema hata sisi unajitafutiaga matatizo, unaona kuna manzi fulani namuweza, lakini unasema sio vitu vyangu. Nataka dimu fulani wewe imejazia nini. Sasa yale ndo anakujaga kutupost. Ndo hapo kwa sababu wewe huwezi kwenda kwa manzi ambayo wewe kabisa unajua mimi si mudu. Unajua kuna wana wengi ambao wanaumia kwa sababu wamefake reality yao ili kumuimpress manzi au kumuimpress mtu yoyote. Wana wengi sana ambao wameanza kuumia kwa sababu inabidi aende na gari kwenda kumchukua manzi ambaye yuko hostel ili amuonyeshe kwamba I have a car. Umeona? Inabidi aende na nguo kali ili amuonyeshe peace kwamba nina nguo kali, yani mimi ni Mnyamwezi. In reality hana huo uwezo. Kwa lazima uumie. Yaani lazima uchapike kwa sababu yule manzi sio level zako. Huwezi ukamhudumia, utafake kwa muda mfupi ila huwezi kufake for long time. At the end of the day lazima tu utarudi kwenye uhalisia wako. Ndio hapo ambapo unaumia. So sometimes tunajitakia wenyewe. Nataka tuongelee hii sponsor culture. Hivi kitu kipo au ni story tu za watu, mambo ya sponsor culture kwamba yule demu usione vile mwanangu na sponsor yake, usione vile ni. Sasa story tunakuaga nazo sisi. Inakuaga inakuta wewe unaposti sana upate kozwek. Ila demu muone. Kwa sababu hiyo ni reality. Unafika chuo kila siku, lakini demu unamwona siku ya mtihani. Kozwek anapata wapi na asomi hivi nini? 16 imetimia pale. Na sio 16 nyingi, sasa 1 40. Wao wanapata wapi? Yaani kitu huwa kinatumizaga sana sisi. Sasa hao masponsor na kina nani? Unaweza kama sema sponsor labda ni mtu ambaye anampa mapesa manini. Vipi pale chuo inakuaje? Hivi unajua sponsor unakuta ni mwana tu ambaye una roll naye kila siku. Unajua it happen Unakuta sponsor ni mwana ambaye una roll naye kila siku.
ila amechagua kumzidi kitu fulani huyo manzi. That's how life is. Make sure tu unamudu manzi kwenye sehemu fulani. It's either academically, physically au financially. So unakuta huyo mwana amemmudu financially. Aya, amemmudu physically. Manzi anampa penzi. Bro, we ni kwa wanaume wachache sana ambao ni ma lecturer, alafu amekutana na pisi ambayo yeye mwana huyo lecturer anamuelewa, alafu pisi akaamua kumpa penzi lecturer, alafu ikawa ngumu yeye kumpa coursework. Ni kesi chache sana. Pisi ambayo unaelewa imekupa penzi na unaenjoy, ni rahisi kwa wewe kufoji hata max kadhaa ili mradi aone, kwa sababu hutaki a disco, hutaki a sub. Kwa hiyo ukisema ma sponsor anatokea wapi? Hawa ashikaji na roll nao kila siku. Lakini kwenye kesi ya chuo ndo kama hivyo sasa. Pieces zina date na ma lecturer, in which for me na sio mbaya kwa sababu kila mtu ni mtu mzima. Ila tu ile kudate kusiathiri system nzima ya masomo, ndo kama kwa kupeana coursework, sio kupendeleana kwenye assignment, sio kwenye nini, isiathiri mfumo mzima wa elimu. And it's very okay kudate na lecturer. Mbona ni wana kibao, mbona washikaji zangu ma lecturer wameoa wanafunzi wao, it's very okay. Ila usimtumie sasa kiacademic. So sponsors ni hao ma lecturer, hao wakuu wa vyuo, ma principal, date na pisi ambazo tuko nazo darasani, zenyewe zinapata coursework, si hatupati kwa sababu sisi tunatafuta kwa jasho. Mademu anapenda sana love or attention. Attention bro. A woman seek for attention. We seek for love. Na ndo maana ni rahisi wewe kutumia milioni 1 kwa pisi ili tu, nitumie neno gani? Ili tu uweze kulala naye. Unaweza kutumia hata milioni 2. Hiyo milioni 2 unaitumia kwa nini? Kutengeneza attention. Ya vipi? Utamnunulia maua, utampeleka sijui vacation, sijui utamnunulia simu. Hiyo yote ni attention hiyo unampa, kwa sababu tayari tushajua kwamba woman need attention. Kwa hiyo wewe unampa attention, na ukifanikiwa kumpa attention mwanamke ambayo anaitaka, weakness yake, I give you an example. Kuna wanawake weakness zao ni maisha kifahari. Kuna wanawake weakness zao ni kuflex. Kuna wanawake weakness zao ni kuwatambia mashoga zao. Hiyo ndo attention ambayo anataka. So ukiweza kupiga kwenye weakness ya manzi ambayo ndo attention unayompa, ni rahisi kwa yeye kukupa mapenzi. So sisi tunaweza kutumia hata milioni 10 kutengeneza attention kwa mwanamke kumpa, ili tutupate mapenzi. So they need attention, we need love. Yeah. Wanangu, leo nataka nitoboe siri, mtanisamehe sana. Kuna kitu nakitaga the budget. Bwana, hiyo the budget ni kwamba manzi fulani mimi namuelewa sana. Ila sasa kuna manzi ambaye hana story. Lazima kuna mwana ambaye anajuaga vi story fulani. Wewe manzi vipi? Na wewe hatari mwanangu, mwezi yule. Sijui last week alikuwa Dubai, sijui nini, alienda South nini. Page yake IG unaonyeshwa pale. Kuna kitu kinaitwa the budget. Bwana, huo mtu tunaandaa unakuta kama ni 300 hivi. Nasema hii haishi. Nimeshampata. Nishachinja. Yaani haishi, nimeshamchinja hiyo. Ndio kama hivyo mtu anakodi apartment. Yeah. Anampigia tu randomly, uko wapi? Nipo tu labda hostel hapa. Njoo sehemu fulani. Sehemu za food, njoo sehemu fulani. Demo akiangalia kwa mida ya misosi anaenda. Jamaa anakea nani? Ile 300 the budget. Haishi. Yeah. Ipo hivyo. Na ndio maana nimesema women need attention. Si wanaume unaweza ukasema bwana, mimi sio mtu wa kutumia 500 kwa siku. Labda kipato changu mimi ndo hiyo 500 ndo mshahara wangu wa mwezi. Lakini ngoja nijibane ni. Hii 500 hii ipo kwa ajili ya Sharifa au labda Esther. So nasema hii kwenye ile 500 nitafanya tutaenda club, tarudi tutaenda takula, tutafanya hicho. Kwenye ile 500 hii ndo ticket ya kumpatia yeye mwanamke. So budget ipo na watu wanaweka budget kwa ajili ya wanawake. So kama ana uwezo wa kupata 500 kwa siku au kutumia 500 kwa siku, ana uwezo, lakini ameitenga budget kwamba hii natengeneza attention ambayo yeye anaweza kunipa penzi. That's how it goes. Kwa sababu hata mimi kuna manzi moja ile mwanangu amempost kwa birthday, kanipa namba. Mbona mtoto mkali hivi mwanangu, nakufusia mwanangu namba hii. Mambo poa, vipi safi, vipi birthday, asante nini. Hamna party, sio unajua unamtizi zile. Hamna party, hamna bana, nipo tu nyumbani. Basi poa, nikipata nafasi tutoka hata siku tukale sema. Poa. Kesho asubuhi ananitumia mkoba, ananiambia ujue huu hapa ni shilingi 40 tu. Can I have this? Sasa nikuulize swali, wewe are you willing kumpa huo mkoba kabla haujashua kama ni ngumu sana, kwa sababu yani sio nisemeje,
wana mambo yao si red flags sijui nini. Yaani inawezekana hata atuje uwezo kwa mimi na januzi hata jina langu. Imagine. The next day ananitumia mkoba ananiambia can I have this? Hiyo ni mbaya kwa sababu yeye tayari anataka attention, umnunulie mikoba, ufanyeje, yani umspoil. Yeye ndo akupe penzi. That's how it goes. Attention love. Kwa hiyo ukiingia kichwa ndio maana nasemaga never fall in love, especially ukiwa chuo, especially tena ukiwa first year. Kwa sisi watoto kiume, wewe kwa upande wako wewe unapenda sana loyalty au respect? Respect bro. Mimi nataka respect. Yo, kanuni ya mahusiano ya dumu, ya ndoa au mahusiano ya uchumba au girlfriend boyfriend, yanatakiwa kila mmoja play part yake. Mwanaume ukimheshimu, that's enough. Priority yetu sisi ni kuheshimiwa kwanza, respect, then love comes. Mwanamke anahitaji respect lakini inakuja after mapenzi. So, inabidi umuonyeshe mapenzi, uonyeshe unampenda, na ndio maana sisi tunatongoza bro. Umeona? Alafu yeye anatakiwa akuheshimu. Na ndio maana babu zetu zamani na bibi zetu, binti sasa kipindi hicho, anakuja mtu nyumbani anamposa, barua posa. Hajawahi kuonana na huyo mtu, lakini anakubali na anaolewa. Watu nyumba bibi zetu walikuwa wanaolewa na watu ambao hawajui. Ni kwa sababu walichagua kuwaheshimu waume zao, na ndio maana wamedumu. Kwa anakutana na mume ambaye hajawahi kuishi naye kwenye maisha, lakini she choose kumheshimu. In return mwanaume anampenda yule mwanamke. Ameshaona ua ile pale tunda limeiva. Anaenda kupeleka posa, wanakubaliana. So mwanamke anamheshimu mwanaume. That's how it creates love. Na mwanaume anampenda, inatengeneza heshima. Kwa hiyo ni rahisi kusurvive kwenye mahusiano ya muda mrefu endapo mwanamke akimheshimu mwanaume na mwanaume akimpenda mwanamke. That's very enough. Ukicross vibaya sasa hapa, wewe ndo ukijifanya unamheshimu mwanamke kuliko kumpenda, umeharibu misingi. Na pisi hata mimi binafsi, mimi pisi niambia nakupenda, that's not enough. What enough for me ni heshima. Ukiniheshimu, love inakuja baadaye. Mimi ndo natakuwa nikupende kwanza. Kisha tokeaga umempenda sana dem, lakini mwisho wa siku akakwambia kama unaweza kukata side chick na side guy. Mimi lakini just know kwamba mimi na mtu wangu. Kwa hiyo anakuambia usinipigie muda fulani, mimi muda fulani sipatikani. Yaani usinipigie. Wewe jua tu mimi na mtu wangu. Sijawahi kuwa na mahusiano hivyo kwanza, lakini nishafikaga level nikutange na manzi nikasema bwana fresh tu baridi. Yaani mimi hata kwa mimi niwepo. Mimi niwepo tu, mimi nakupatia, mimi niwe napata penzi. Mimi tu niwe na wewe, yani isiwe okay hata kama ukiwa na bwana wako. Mimi niko na bwana wangu. Nilifika, yani kuna level nilifikaga hiyo. Hapo chuo tu kuna manzi nilimpenda kinoma. And I was willing kuwa hata side guy. Kwa nini? Kwa sababu yani nilichokuwa nakitaka mimi sio niwe main. Yani mimi wale wanted ni penzi tu. Yani mimi nilikuwa nampenda yeye tu. Yani zile affections tu. Kwa isha happen, yani I was willing mwanangu fresh, mwanangu nifanya hata side guy. Tena huyo manzi alikuwa anaitwa ngoja niseme. Huyo manzi alikuwa iko mwaka wa mbele. Yani kwa mwaka mimi nilikuwa first year, alikuwa second year. Huyo manzi alikuwa ni rafiki sana na mabrother ambao niliwakuta pale chuo, mabrother wangu. Kwa hiyo nilikuwa namuona yule manzi, alikuwa mchaga. Yani huyo manzi mimi niko willing hata niwe side guy unyama. Lakini sijawahi kuexperience ya mapenzi ya hivyo kwamba kuwa tayari kwenye mahusiano na mtu ambaye ana mtu wake. Lakini nishawahi kutamanigi manzi mmoja hivi. Lakini sasa hivi naona kama ni upuuzi, siwezi kufanya hivyo. Mimi nilikuwa natamanigi sana nafasi ni dating na lecture jamani. Yani kwa sababu kuna muda sisi tunateseka sana. Kozwe hamna kitu mimi nilikuwa kinaniteza kama kitu kinaitwa kozwe. Sasa yule lecturer akupende yeye mwenyewe bro. Ndio hivyo sasa, kuna wengine nyota zetu hizi yani unless otherwise ukimpenda wewe basi siku ambayo amekupa nafasi basi umepiga show kweli, ambapo yeye kila akitaka kukata max tu anakufikia basi ile show anakupa max. Lazima tu kuna namna unaweza kumudu, otherwise huwezi kudate na Raisha. Yani unless otherwise akupenda yeye au kuna namna, kuna sehemu tu umemuini. That's it. Kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke. Kichuo unasema huyu mshikaji wangu tu. Ukuta muda wote mshikaji ana roll na manzi fulani afu busy kinoma. Mshikaji unaona uamini kwenye ushikaji kama huo tu mwanangu. Huo ni ufala. Huo ni ufala big time, kwa sababu huwezi kuwa
Manzi, asilimia kubwa ya wana wote ambao wana marafiki wa kike wazuri is either walishawatongoza wakakataliwa au wanawapenda kisirisiri hajawaambia. Mimi nishakuaga na marafiki wengi wa kike, lakini wewe amini ambao wote wamekuwa kuwa marafiki zangu tayari nishakuwa kuaga na hisia na wao, yani nisiwe muongo kwamba eti ni rafiki tu. Ushaje kumtamani labda mapenzi ya kafeli, basi tuwe marafiki, lakini tayari lishaanza na hisia, sio, unaelewa? Kwa hiyo mnaga urafiki wa mwanaume na mwanamke hakuna, unless ataweza dada yako au kaka yako, otherwise lazima tu mnatamaniana na kuna siku mtakulana. Hapo mwisho ndo tunapata mimi. Lazima kuna siku mtakulana, lazima kuna siku mtakulana. Anaweza kwambia tu usunje bestie. Bestie. Unaweza ukaje mimi leo siski fresh. Au cousin. Lazima kuna siku lazima kuna siku mtakula, lazima, unless otherwise urafiki uishi. Lakini mnaendelea na urafiki, kuna siku kwa sababu unajua mtu ukiwa ni best friend wako unakuwa huru sana kufanya chochote kwake. Yeah, of course. Anaweza kavua nguo pale, anabadilisha nguo kwa sababu tayari yupo comfortable, unajua ni rafiki tu. Hasa wewe mwanaume huwezi kuona binti anabadilisha nguo pale afu kaka kifala. Kuna siku tu mtakulana. Tena mnakulana kiutani afu mna fall in love. Yeah, inakuwa tamu sana hiyo. Noma hiyo, wanaita friend for benefits. Yeah. Chuo bata. Bwana huyu yani alisema maneno naomba atafutwe sana. Wakati tuko advance tunaambia chuo bata. Chuo bata. Sasa ile bata mimi nikajua kuna upande wa masomo inakuwa easy, kumbe ule uhuru ambao unakutana nao ule. Kama mimi first semester sio nimeenda hata chuo mara ngapi. Kwa sababu hakuna mtu anayekufuatilia wala nini. Sasa wewe kama brother unaweza ukawashauri nini watu ambao wanaambiwa chuo bata kwa misingi ipi, ina effect gani, kauli ina effect gani? By the way, chuo kweli ni bata, lakini depends wewe bata umechagua kula kwenye engo gani. Ndio kama nilivyosema hapo, una uhuru wa kutokuingia darasani. Hilo ni bata pia ambalo advance ulipati, kengele zinagongwa. Hakuna ambaye atakwambia umefanya kosa hili labda uruka kichwa. Nobody will tell you that. Zaidi adhabu labda utazuiliwa getini usiingie umevaa kimini, au labda kwenye kozi yako ndio mtakutana. So hakuna ambaye anakumonitor. Monitoring ipo ile siku ya evaluation ya mwisho tu. Kwa hiyo chuo kweli ni bata. Lakini na kuna washikaji wanakula bata na wanafaulu, kwa sababu wanajua namna ya kutenga muda wao. Muda huu naenda club, lakini nikirudi lazima nipigilie nondo za kutosha. Sio, unaelewa? Muda huu naenda kwenye mazoezi ya basketball, ila nikirudi lazima nihakikishe wale ambao waliingia kwenye kipindi wananifundisha na huyo mwana anafaulu, amepanga ratiba yake vizuri kwamba atafanya hichi. Sio, unaelewa? Lakini wewe ukienda na perception ya chuo bata alafu unaenda club na mwana ambaye unaona anaenda club, you think it's okay kwa sababu mwana ameenda club na umeenda club. Wewe ndio unakuja unasapu alafu mwana anafaulu. Unajiuliza hivi imekuwaje mwana tunaenda naye club kila siku lakini yeye amefaulu? Amepanga ratiba yake vizuri. So amekula bata, at the same time pia amefaulu. Hasa wewe bata hilo kichukulia kichwa unadondokea pua kwa sababu timetable yako haijakaa vizuri. So kweli chuo ni bata, lakini depends bata unakula kwa style gani. Shukrani sana my brother. Umetisha sana. Ongea nondo nyingi sana. I hope mwanangu wa chuo atakuwa amechukua nondo za kutosha. Umeokota za kutosha sana. Na wale ambao ndo first year wanataka kuja chuo, kuna vitu vingi sana tumezungumza hapo, unaweza ukavipa muda. Nataka niwaachie swali hapo. Will you mail someone you met on campus? Drop your comment. Bwana hii nilikuwa session yetu na my brother Modo 255. Tumeongea mambo mengi sana, so make sure unaangalia mpaka mwisho, bonyeza alama ya subscribe, na hiyo ndio njia pekee ya kusupport podcast yetu. Umetisha sana.